Mwanamichezo kupitia Ava Sports Ava TV, jambo kubwa linaloendelea ni kuhusiana na Dimitar Pantev ambaye ametambulishwa na klabu ya Simba kuwa ni meneja wa klabu ya Simba na si kama kocha kama ambavyo watu wengi walikuwa wametarajia. Kupitisha angalau kwa uchache kuzifahamu sababu pengine ambazo Dimitar Pantev kuwa meneja na si kocha kama ambavyo ilitarajiwa. Ametambulishwa kama meneja wa Simba na sio kama kocha kama ambavyo wengi walitarajia. Taarifa ni kwamba kwa mujibu wa kanuni za CAF za mwaka 2021 ambazo pia TFF zilifuata ili mtu aweze kusimama kama kocha mkuu kwenye mashindano ya CAF au ligi kuu ya NBC, lazima awe na leseni ya ukocha ya CAF daraja A au pro license ya shirikisho lolote la mabara mengine. Mfano, ukitoka Ulaya basi uwe na leseni ya UEFA Pro, lakini Pantev yeye ana leseni ya UEFA daraja A. Kama utakumbuka mechi ya kwanza ya Gaborone dhidi ya Simba, Pantev hakuwa kwenye benchi, lakini mechi ya marudiano Dar es Salaam Gaborone walimtambulisha kama meneja wa timu. Ndio maana alionekana kwenye benchi, kwa sababu meneja wa timu anaruhusiwa kuwa kwenye benchi la ufundi. Hiyo ndio miongoni mwa sababu ambazo zimepelekea kocha huyu kutambulishwa kama meneja na si kama kocha kama vile ambavyo watu wengi walikuwa wametarajia. Lakini pia nikijaribu kupita kwenye mitandao ya kijamii ya watu mbalimbali ambao wamekuwa wakiandika taarifa mbalimbali, haswa kwenye ukurasa wa Farhani, unaweza kuona aliweza kuipost picha ya Suleiman Matola na akaandika kwamba Suleiman Abdallah Matola ndiye kocha mkuu wa Simba Sports Club msimu 2025-26, ndiye mwenye vigezo vya CAF na TFF. Dimitar Pantev ataingia kwenye makaratasi kama meneja mkuu kwa maana hana vigezo vya kuiongoza timu kimataifa au kwenye ligi kwa maana ana UEFA A. Hivyo Matola ndiyo kocha mkuu na Pantev atakuwa mkuu huko mazoezini. Farhani pia akiweka picha nyingine Matola anasema kwamba kwa kukazia ni kuwa press conference zote anayepaswa kwenda ni legend Suleiman Abdallah Matola Veron, na hata tuzo zote za TFF atakuwa anachukua legend Matola na sio mtu mwingine yoyote, maana kwa sasa ndiye mwenye leseni CAF A pale benchini, hivyo ndiye boss pale. Legend Matola ana maamuzi ya kusikiliza ushauri wa vijana wake kwenye bench ama la. Technically yeye ndiye kocha mkuu, nina imani naye binafsi. Farhani akimaliza hivyo. Taarifa nyingine pia kutoka kwa Farhani anasema taarifa ya kuaminika ni kuwa baada ya Simba kumfuata na kumalizana na kocha Dimitar Pantev, kulikuwa kuna timu nyingine kubwa hapa Afrika Mashariki ilimfuata kocha huyu kumtaka awe kocha wao, ila kocha aliwaambia wangefika mapema wangemalizana, ila tayari alishamalizana na wenzao. Hivyo yeye ni mtu wa kuheshimu makubaliano yaliyowekwa. Hiyo ndio sababu kwa uchache mwanamichezo za Dimitar Pantev kutambulishwa kama meneja na sio kocha. Hii ni Ava TV, mimi ni Latifa Nafi.